Katika anga la Mashariki ya Kati kuna silaha ambazo hazionekani kwa macho ya kawaida, lakini zina uwezo wa kufika maelfu ya kilomita ndani ya dakika chache tu. Silaha ambazo hazihitaji maandalizi marefu, hazihitaji mafuta ya kujazwa kabla ya vita, na mbaya zaidi, zinaweza kurushwa ghafla bila onyo. Hii si hadithi ya kufikirika, hii ni hadithi ya kombora la Iran linaloitwa Sejil, silaha ya kisasa iliyobadilisha kabisa mbinu za kijeshi za taifa hilo. Lakini swali kubwa ni hili: je, Sejil ni tishio halisi kwa Israeli na Marekani au ni sehemu ya mkakati mkubwa wa kutishia maadui wake? Ili kulielewa kombora la Sejil, lazima turudi nyuma kidogo kwenye historia ya Iran. Baada ya vita vya Iran na Iraq, Iran ilijifunza somo kubwa sana. Taifa lisilo na makombora ya kisasa linaweza kushambuliwa bila kujitetea. Katika vita hivyo, Iraq ilitumia makombora kushambulia miji ya Iran ikiwemo Teheran. Kutokana na hali hiyo, Iran iliweza kujenga programu yake ya makombora ya ndani. Awali walitumia makombora ya Shahab-3 likiwa ni liquid fuel, lakini kulikuwa na tatizo kubwa. Makombora ya liquid fuel yanachukua muda mrefu kuandaliwa. Hapo ndipo Iran iliamua kubadilisha mkakati wake. Walianza kuendeleza makombora ya solid fuel. Hapa ndipo Sejil ilizaliwa. Jina Sejil linatokana na maneno ya Kiarabu yenye maana mawe ya moto au mawe ya dhahabu. Ni jina linalotokana na simulizi za kidini likimaanisha nguvu, adhabu na uharibifu. Hii inaonyesha wazi kuwa Iran ilitaka kombora hili liwe ni taswira ya hofu na nguvu. Familia ya Sejil ina aina mbili kuu. Moja, Sejil-1. Hili ndilo lilikuwa toleo la kwanza kabisa. Sifa zake: linaruka takriban kilomita 2000. Aina ya kombora ni solid fuel, lina stepu kubwa sana. Mfumo wake ni two stage ballistic missile, lina kasi ya zaidi ya Mach 10, yani mara 10 ya kasi ya sauti. Umuhimu wake: hili lilikuwa kombora la kwanza la Iran la solid fuel long range. Lilipunguza sana muda wa maandalizi ya kurushwa. 2. Sejil-2. Hili ndilo toleo lililoboreshwa zaidi na hatari zaidi. Maboresho yake makubwa ni accuracy imeboreshwa, mfumo wa propulsion umeimarishwa, control system bora zaidi, stability ya flight imeongezeka. Sifa zake kuu: linaruka zaidi ya kilomita 2000, lina kasi ya Mach 10 hadi 12, linarushwa haraka sana. Mobility yake: linaweza kurushwa kutoka maeneo mbalimbali. Hili ndilo kombora ambalo linaonekana kama game changer ya Iran. Solid fuel advantage. Hii ndiyo nguvu kuu ya Sejil. Tofauti na liquid fuel, halihitaji kujazwa kabla ya kurushwa, linaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu, linaweza kurushwa haraka sana. Hii inaifanya iwe ni vigumu kwa adui kugundua shambulio kabla halijaanza. Sejil hutumia mfumo wa hatua mbili. Hatua ya kwanza, kulipandisha kombora juu. Hatua ya pili, kulipeleka kwenye trajectory ya shabaha. Hii huongeza umbali, kasi, efficiency, inertial navigation, mfumo wa kurekebisha trajectory. Hii huifanya iwe na usahihi mkubwa zaidi kuliko makombora ya zamani. Kombora la Sejil lina uwezo mkubwa wa kijeshi, linaruka kutoka Iran, linaweza kufika Tel Aviv, Riyadh na sehemu kubwa ya Mashariki ya Kati. Lina kasi ya Mach 10, ina maana linaweza kufika kwa dakika chache sana, linaweza kubeba kichwa kizito, lina uwezo wa kubeba payload kubwa. Sejil linaweza kutumika kushambulia vituo vya kijeshi, kuharibu rada na kuanzisha vita kwa mashambulizi ya ghafla. Mifumo ya ulinzi kama Arrow Missile Defense System, Patriot Missile System ina uwezo wa kuzuia baadhi ya makombora ya ballistic, lakini Sejil lina faida ya kasi kubwa, kurushwa ghafla, trajectory ballistic yenye nguvu. Hii inafanya interception kuwa ngumu, lakini si kwamba haiwezekani. Iran wanaona Sejil kama deterrence weapon, Israeli wanaliona kama tishio kubwa la moja kwa moja, Marekani wanaona kama regional strategic threat. Kombora la Sejil linaongeza mvutano Mashariki ya Kati, kuongeza mbio za kijeshi, kuongeza nguvu ya Iran kisiasa. Katika ulimwengu wa leo, vita havitegemei tena askari pekee, vinategemea kasi, teknolojia na uwezo wa kushambulia kabla adui hajajiandaa. Na katika mbio hizo,
Kombora la Sejil limeifanya Iran kuwa moja ya mataifa makubwa yenye nguvu kubwa sana ya makombora duniani. Lakini swali linabaki, je, silaha hizi zinalinda amani au zinakaribisha vita kubwa zaidi? Tuandikie maoni yako kwenye comment, kisha like na share video hii, bila kusahau kufanya usubscribe channel hii. Nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyokuja. Mimi sina la ziada. Bye bye.